Ukweli mchungu ni huu. Unaweza kuwa unatumia maisha yako yote kununua vitu ambavyo havina thamani ya muda wako. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, unachoka, unarudi nyumbani, unalala, halafu kesho unaanza tena. Wiki zinaenda, miezi inaenda, miaka inaenda, lakini maisha yako hayabadiliki sana. Na swali ni hili: kama uko bize kila siku, kwa nini bado hujafika unapotaka? Karibu kwenye Sauti ya Kurasa, na hii ni sehemu ya mfululizo wetu, Akili ya Utajiri. Leo tunachambua kitabu Your Money or Your Life cha Vicki Robin na Joe Dominguez. Kitabu kinachokufundisha dhana moja inayoweza kubadilisha kabisa maisha yako ya pesa: Life Energy. Watu wengi wanafikiri pesa ni karatasi au namba tu, lakini ukweli ni kwamba pesa ni maisha yako. Ni muda wako, ni nguvu zako, ni sehemu ya uhai wako ambayo huwezi kuirudisha tena. Kila saa unayofanya kazi, haupati tu mshahara. Unabadilisha kipande cha maisha yako kwa pesa. Na unapokuja kutumia pesa hiyo, haujanunua tu kitu, umebadilisha maisha yako kwa kitu hicho. Hapa ndipo watu wengi hukosea bila hata kujua, kwa sababu wanaangalia bei kwa pesa, lakini hawatazami gharama kwa maisha yao. Hebu fikiria mfano rahisi, lakini wa kweli. Unapata Laki5 kwa mwezi, halafu unataka kununua kitu cha milioni 2. Kwa haraka, inaonekana ni manunuzi ya kawaida tu, kitu kizuri, labda kinakuvutia, labda kina hadhi fulani. Lakini ukiangalia kwa macho ya Life Energy, umeamua kutumia karibu miezi 4 ya maisha yako ili kukipata. Miezi 4 ya kuamka mapema, kufanya kazi, kuchoka, kuvumilia presha. Na hii haiko kwenye vitu vikubwa tu, iko pia kwenye vitu vidogo vinavyopita kimya kimya. Fikiria mtu anayenunua vitu vidogo vidogo kila siku, leo hiki, kesho kile, bila kufikiria sana. Hakuna kinachoonekana kikubwa kwa siku moja, lakini baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja, ukijumlisha, unagundua kwamba umetumia sehemu kubwa ya maisha yako kwa vitu ambavyo hata havikukaa muda mrefu. Hapa ndipo unapogundua kwamba watu wengi hawapotezi pesa tu, wanapoteza maisha yao kidogo kidogo kila siku. Tofauti kubwa inaanza pale unapobadilisha swali. Badala ya kujiuliza, ninaweza kumudu hili? Unaanza kujiuliza, je, niko tayari kubadilisha sehemu ya maisha yangu kwa ajili ya hili? Hili ni swali lenye nguvu sana, kwa sababu linakulazimisha kuwa mkweli. Unaacha kufanya maamuzi ya papara, unaanza kufanya maamuzi ya thamani. Kwa sababu ukweli ni huu: unaweza kupata pesa tena, lakini huwezi kurudisha muda wako. Hebu tuingie ndani zaidi kidogo. Watu wengi wanapima mafanikio kwa kuwa bize. Ratiba imejaa, wanafanya kazi sana, hawana muda wa kupumzika. Lakini kuwa bize sio sawa na kuwa na maendeleo. Unaweza kuwa bize miaka 10 mfululizo, lakini bado usisonge mbele kifedha. Kwa nini? Kwa sababu haujabadilisha mfumo wako wa matumizi ya Life Energy. Unatumia maisha yako kupata pesa, halafu unazitumia pesa hizo kununua vitu vinavyokurudisha mwanzo. Fikiria mtu anayefanya kazi kwa bidii sana kila siku, lakini kila anapopata pesa, anaongeza kiwango cha matumizi. Anaongeza vitu, anaongeza gharama, anaongeza maisha ya juu kidogo kidogo. Mwisho wake anajikuta anahitaji kufanya kazi zaidi ili kumaintain maisha hayo. Hii ndiyo trap ambayo watu wengi wanaingia. Wanauza maisha yao zaidi na zaidi, lakini hawasogei karibu na uhuru. Sasa linganisha na mtu mwingine anayefanya kitu tofauti kidogo. Yeye pia anafanya kazi, yeye pia anapata pesa, lakini kila anapotumia pesa, anauliza, hii inanirudishia thamani ya maisha yangu au inanipunguzia? Anaanza kuchagua kwa makini. Anapunguza matumizi yasiyo ya lazima. Anaanza kuelekeza pesa kwenye vitu vinavyompa uhuru zaidi: uwekezaji, ujuzi, au vitu vinavyopunguza utegemezi wake wa kazi ya kila siku. Baada ya muda, tofauti kati ya hawa watu wawili inaanza kuwa kubwa sana. Hatua nyingine muhimu sana ni kuelewa thamani halisi ya muda wako. Watu wengi wanafikiria wanajua wanapata kiasi gani kwa saa, lakini ukweli ni kwamba hawahesabu mambo yote. Muda wa kujiandaa kwenda kazini, muda wa kusafiri, nguvu unayotumia, hata stress unayobeba. Ukianza kuhesabu vitu hivi vyote kwa uhalisia, unagundua kwamba muda wako una thamani kubwa zaidi kuliko ulivyodhani.
Na mara nyingi, unauza kwa bei ndogo sana kuliko unavyostahili. Na unapogundua hilo, kitu kinaanza kubadilika ndani yako. Unaanza kuwa makini zaidi na maamuzi yako. Unaacha kununua vitu kwa sababu vinaonekana vizuri. Unaanza kununua vitu kwa sababu vina thamani halisi kwenye maisha yako. Unaacha kufuata msukumo wa nje. Unaanza kuishi kwa makusudi. Kwa sababu mwisho wa safari, lengo si kufanya kazi maisha yako yote. Lengo ni kufika mahali ambapo muda wako unaanza kuwa wako tena. Mahali ambapo hauhitaji kubadilisha kila saa ya maisha yako kwa pesa. Hapo ndipo uhuru wa kifedha unaanza. Na safari hiyo haianzi na kuwa na pesa nyingi. Inaanza na mtazamo mpya. Mtazamo wa kuona pesa kama maisha yako. Mtazamo wa kuheshimu muda wako. Mtazamo wa kuchagua kwa makusudi. Na hapa ndipo nguvu ya dhana ya life energy inapoonekana. Inabadilisha kila kitu, kuanzia namna unavyofanya kazi, namna unavyotumia, mpaka namna unavyoishi. Sasa kabla hatujafunga, chukua sekunde chache ujitazame. Jiulize swali moja la kweli kabisa. Je, kuna kitu ulichonunua hivi karibuni ambacho hakikuwa na thamani ya muda wa maisha yako uliokitumia kukipata? Usijidanganye. Jibu kwa uaminifu. Kwa sababu hapo ndipo mabadiliko yanaanzia. Ukianza kuona pesa kwa macho ya life energy, utaacha kufanya maamuzi ya kawaida na utaanza kufanya maamuzi yanayobadilisha maisha yako. Hii ni Sauti ya Kurasa. Kama umeelewa somo hili, andika kwenye maoni, muda wangu una thamani. Na subscribe, kwa sababu hapa tunajenga akili ya utajiri, si maisha ya mazoea.